kutakuwa na vurugu, migongano na ari ya sintofahamu kwenye Chama cha Mapinduzi kuanzia mwezi wa 5, wa 6 na wa 7 mpaka bunge likija kuisha na ile wiki yatatokea mambo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Watu waliokuwa wamekaa kimya, mwezi wa 3 tarehe 5 nilitoa unabii nikasema kutakuwa na pembe zitaanza kutoboa kuta za Yeriko. Wakati nilitumia neno la star kidogo nikasema Yeriko ni CCM. Kwa hiyo wa 5, wa 6, wa 7 CCM inapaswa kujishikilia. Yatatokea na hakuna wa kuyazuia. Ndio bahati mbaya sasa. Yaani mtalionja lile joto lenyewe. Ni Mungu mwenyewe ameriruhusu jambo hili. Kwa sababu mwisho wa siku tutazaa jambo lake pia. Kwa hiyo hata mseme sijui mtawatishia muwafute wanachama, kuna watu watawazidia idadi, watawazidia wingi na watawazidia nguvu. Kwa hiyo hamtaweza kufanya chochote. Na kama nilivyosema tangu mwezi wa 3 tarehe 5, ukuta utaanguka na mapenzi ya Mungu yatapita. Kwa hiyo haya mawili nimeona nisiyaache bila kuyasema kwa sababu yanatokea. Ili la CCM ni mwezi wa 5, wa 6 na wa 7 mwanzoni yanakuwa yametokea. Hii nyingine ni tahadhari kwa makanisa, watumishi wa Mungu wa madhabahuni wa 5 hadi wa 11. Ukikaa kizembezembe unakufa mchungaji. Wasiojulikana wapo. Na hawa sasa sio wale wa kusingizia kwamba ni polisi. Hawa sio polisi. Haya ni makundi ya kiuni. Yana watu. Nafikiri tunavyozidi kwenda mbele nitawataja. Ni watu kabisa mimi Bwana amenionyesha na oroni na wafahamu. Ila mimi nakutahadharisha ukiwa mtumishi wa Mungu unasema kile tu ambacho cha lazima. Lengo la ule unabii ni kwa ajili ya kunusuru wewe mchungaji usiuawe. Paroko usiuawe. Chukua tahadhari kuliko kawaida. Mizunguko yenu kwenda kanisani na kurudi, mnavyohudumia watu, kila kitu unapaswa kuwa makini kwa sababu maisha yenu au yetu yako hatarini. Mungu awabariki. Nyosha mikono yenu.